Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 1, mwinue juu kama mkate wa uzima. Somo linasema chakula cha uzima. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yohana 6:35. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema ya mwezi mwingine wa 4. Tunajikabidhi kwako tukiwa katika mifululizo ya masomo ya kesha la asubuhi. Tunaomba Baba utuongoze tukapate kuyaelewa na kuyaishi sawa sawa na mapenzi yako. Kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Mimi ndimi chakula cha uzima, mwasisi, mstawishaji, mtegemezaji wa uzima wa kiroho wa milele. Yesu anajiwasilisha mwenyewe chini ya kielelezo cha mkate wa mbinguni. Kuula mwili wake na kuinywa damu yake humaanisha kumpokea yeye kama mwalimu aliyetumwa kutoka mbinguni. Kumwamini yeye ni muhimu kwa maisha ya kiroho. Wale wanaojilisha neno la Mungu hawashikwi njaa, hawaonji kiu kamwe hawatamani mema yoyote yaliyo juu au yaliyotukuka zaidi. Yesu alitangaza maana ya maneno yake kwa uwazi sana, kiasi kwamba hakuna anayepaswa kujikwaa juu yake. Kauli yake huhusiana na kuula mwili na kuinywa damu ya mwana wa Mungu inapaswa kuchukuliwa katika mtazamo wa kiroho. Tunaula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake kwa imani pale tunapomshikilia kama Mwokozi wetu. Kristo alitumia mfano wa kula na kunywa ili kuwakilisha ule ukaribu na yeye ambao wote lazima wawe nao, ambao hatimaye wanakuwa washirika pamoja naye katika utukufu wake. Chakula cha kitambo tunachokula kinafyonzwa kikiupatia mwili nguvu na uimara. Kwa namna hiyo hiyo, tunapoyaamini na kuyapokea maneno ya Bwana Yesu, yanakuwa sehemu ya maisha yetu ya kiroho, yakileta nuru na amani, tumaini na furaha, na kuimarisha nafsi kama chakula cha kimwili kinavyoimarisha mwili. Haitoshi kwetu kujua na kuyaheshimu maneno ya maandiko. Sharti tuingie katika uelewa wake. Tukiyasoma kwa bidii, Wakristo wataonesha kiwango ambacho kwacho wanafanya hivi kwa ubora wa tabia yao ya kiroho. Tunalazimika kujua matumizi ya kivitendo ya neno kwenye ujenzi wa tabia zetu binafsi. Tunapaswa kuwa mahekalu matakatifu ambayo ndani yake Mungu anaweza kuishi na kutembea na kufanya kazi yake. Kamwe hatupaswi kujitahidi ili kujiinua wenyewe juu ya watumishi ambao Mungu amewachagua kuifanya kazi yake na kulitukuza jina lake takatifu. Ninyi nyote ni ndugu. Hebu na tulitumie neno hili kwa kila mtu binafsi, tukilinganisha andiko kwa andiko. Katika maisha yetu ya kila siku, mbele ya ndugu zetu na mbele ya ulimwengu, tunalazimika kuwa wafasiri hai wa maandiko, tukimletea Kristo heshima kwa kudhihirisha upole wake na unyenyekevu wake wa moyo. Kadiri tunavyokula na kumeng'enya mkate wa uzima, ndivyo tutakavyofunua tabia linganifu kwa umoja wetu. Kwa kuwahesabu wengine kuwa bora kuliko sisi wenyewe, tunalazimika kubeba ushuhuda ulio hai wa nguvu ya ukweli kwa ulimwengu. Watu wanapojisalimisha kwa Mungu kabisa, wakiula mkate wa uzima na kuyanywa maji ya wokovu, watakuwa na kufikia kimo cha Kristo. Tabia zao
zinaundwa na kile wanachokula na kunywa. Kupitia kwa neno la uzima ambalo wanalipokea na kulitii, wanakuwa washirika wa asili ya Mungu. Kisha Kristo sio mwanadamu, anatukuzwa. Utasoma katika The SDA Bible Commentary, gombo la 5, ukurasa 1135. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 1, chakula cha uzima. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa ajili ya somo hili zuri katika maisha yetu ambayo umekuwa ukitufundisha siku kwa siku. Tunajikabidhi kwako leo. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu